DW. Maoni. Naam, karibu msikilizaji kwa mara nyingine kwenye meza hii ya duara ambapo wataalamu wetu wanajadili masuala mbalimbali ya dunia. Na tumai hujambo. Wiki hii tunauangalia mgogoro wa nchini Sudan ambao tangu uanze umeingia katika mwaka wake wa pili na umegeuka kuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mgogoro huo, kama nilivyosema, ulianza miaka miwili iliyopita baada ya pande mbili hasimu za jeshi la Sudan kuanza kushambuliana. Upande mmoja ni ule wa jeshi la serikali unaoongozwa na Jenerali Abdul Fattah al-Burhan na mwingine ni ule wa vikosi vya RSF unaoongozwa na Jenerali Mohamed Hamdan Daglo, maarufu kwa jina la Hemedti. Pande hizo hasimu zinapigania mamlaka. Maelfu ya Wasudan wameshakufa kutokana na vita hivyo vya wenyewe kwa wenyewe. Na hadi kufikia mwezi wa Februari mnamo mwaka huu, wa Sudan zaidi ya milioni 8 waligeuka kuwa wakimbizi wa ndani na wengine zaidi ya milioni 3.5 wamekimbilia nchi za nje. Baada ya juhudi za jumuiya ya kimataifa kufanyika kwa lengo la kusimamisha mapigano, juhudi hizo bado hazijazaa matunda. Katika meza hii ya duara tunajadili nini kinachoweza kufanyika ili kuutatua mgogoro wa nchini Sudan na nani hasa anapaswa kuzifanya juhudi hizo. Kumbuka ni miaka miwili sasa Sudan kuna waka moto. Karibu tena msikilizaji kwenye meza hii ya duara. Napenda sasa kuwatambulisha wataalamu wetu watakaoshiriki kwenye mjadala huu wa leo. Kutoka Kampala, Uganda, tunaye Omar Mutasa, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Na kutoka jijini London, Uingereza, nimebahatika kumpata kwa mara nyingine tena Mariam Omar, mwandishi wa habari, mhariri na mchambuzi wa masuala ya Afrika, Mashariki ya Kati na vile siasa za Uingereza. Shinyanga, Tanzania, kule tunajiunga naye Tumaini Munale, mkufunzi wa chuo cha ualimu Shinyanga, na Munale ni mchambuzi wa masuala ya Afrika na pia ya kimataifa. Na kutoka jijini Nairobi, Kenya, kwa mara nyingine tena nimemkaribisha Sada Mohamed Omar, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, na pia anashughulikia masuala yanayohusu vijana. Karibuni sana kwenye meza ya duara wataalamu. Asante sana. Msikilizaji, na mimi ndio mwenyekiti wa maoni meza ya duara leo hii. Jina langu ni Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Wakati dunia imeshuhudia Sudan ikiwa imetumbukia kwenye mwaka wa pili wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, huku ukatili na njaa vikiwa vimeongezeka, kitendo ambacho Umoja wa Mataifa unakitaja kuwa ni janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani. Omar Mutasa, ni kwa nini mgogoro huu wa kuchukiza umeendelea kwa muda mrefu na wala hatuoni kufikia mwisho wake? Huu mgogoro kuwa kwamba umeendelea ni kwamba watu hawa wote, pande zote mbili, ni watu ambao walikuwa ni marafiki, ni watu ambao walikuwa wanafahamiana uzuri, ni watu ambao waliompindua yule aliokuwa kiongozi wao Omar Hassan al-Bashir. Sasa leo hawa ni watu ambao wanaopigania madaraka. Kila mtu sasa hivi anajaribu kuvutia upande wake. Hili ndio tatizo moja, na kila upande umepata waungaji mkono ambao na wao wana maslahi yao. Na maanisha jumuiya ya kimataifa wanajaribu kuongeza moto katika tatizo hili. Hili ndio tatizo kubwa. Lau wangelikuwa hamna hawa nchi za nje, nadhani hivi vita vingekuwa, huu mwaka wa pili vingekuwa vishakwisha, kwa sababu wasingeweza kupata pesa, wasingeweza kupata silaha, wasingeweza kupata kila kitu. Hili ndio tatizo moja kubwa, kwamba kila upande una watu wanaochochea vita hivi kwa maslahi yao. Aha. Tumaini Munale, wewe una maoni gani juu ya hilo? Mimi nafikiri kwamba tatizo kubwa lilianzia kwa huyu kiongozi aliyekuwa rais wa nchi hiyo Omar Bashir, kwamba katika kipindi chake cha miaka 30 alivyoitawala nchi hiyo, kwa bahati mbaya kabisa kuimarisha ule utawala wa kisheria. Alipuuzia zile taasisi imara ambazo zingetajia nchi iweze kusimama. Akamiliki bunge, akaondoa usawa katika mahakama. Matokeo yake sasa akajikuta ameimarisha jeshi kwa ajili ya kumlinda, na hata pia ili kundi la wanamgambo la RSF, wakati huo ni Janjawidi, akawa ameliimarisha kwa maana ya kuja kumsaidia yeye. Akasahau kuimarisha taasisi ambazo ndo zingesaidia ile nchi iweze kusimama kwa muda mrefu. Kwa matokeo yake, baada ya yeye kuwa amepinduliwa mwaka 2019, haya makundi aliyokuwa ameacha ndio yakaanza tena kupigania maslahi kama ambavyo yeye alikuwa ameshawazoeza.
maslahi binafsi, na ndio maana tunaona hata walipounda ile serikali ya mpito haikudumu, wakarudi pale pale tena kwenye mgongano wa kimaslahi, kwamba nchi iliachwa kwenye mazingira ambayo hakukuwa na mfumo mzuri wa kiutawala mbele. Matokeo yake sasa kwamba vita imetokea, upatikanaji wa silaha, makundi yanayomiliki silaha kama haya ya RSF pamoja na jeshi lenyewe, lakini pia ukiongezea pia na utofauti uliopo ndani ya Sudani wa kimakabila, tofauti wa ubaguzi kati ya Waarabu walioko kaskazini pamoja na weusi waliopo kusini, ubaguzi kwenye masuala ya maslahi, kwamba baadhi ya sehemu hazinufaiki vizuri na maendeleo ya nchi kuliko sehemu zingine, kukosekana kwa viongozi shupavu. Haya yote naweza nikasema Mama Zainabu ndio amechangia Sudani ifike hapa ilipofika, na kwamba vita zinaweza kudumu kwa kipindi chote hicho. Sawa sawa, Bi Mariam, na kugeukia wewe. Umesikia hapo Bwana Omar Mutasa ameeleza maoni yake na vile vile Tumaini Munale. Sasa mimi nasema hapo London, bila shaka uliufuatilia mkutano uliofanyika katika mji huo. Waandaaji wa mkutano huo ambao walikuwa ni Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya walitoa ahadi chungu nzima za fedha. Wamesisitiza kuunga mkono juhudi za amani nchini Sudan. Wamepinga kuingilia kati, kama vile alivyosema Bwana Omar Mutasa kwamba sana sana anaona tatizo linatokea kwenye jumuiya ya kimataifa kuingilia kati. Kwa hivyo hawa pia wamepinga hizi nchi za nje kuingilia kati mgogoro huo na wanataka vita visimamishwe mara moja. Je, wewe unadhani wakati huu juhudi hizo zitafaulu kuutatua mgogoro wa Sudan? Nafikiri wanajitahidi kwa kadri ya uwezo wao, lakini sifikiri kama tamko ama maneno wanayoyasema bila vitendo wanaweza kufanikiwa. Lakini tukiangalia kwa karibu zaidi, nafikiri kipaumbele kimepewa maslahi ya watu ambao wanateseka sasa hivi. Hapa nazungumzia waathirika wa haya mapigano. Unakuta kwamba watu wengi sana wamefariki. Tunazungumzia watu karibu 150,000 wamefariki, wengine kama ulivyotaja pale mwanzo zaidi ya milioni 12 wamepoteza makao. Sasa hapa ufanisi unaweza kupatikana wa haraka ni ule wa misaada, ambapo Uingereza inasema inatilia mkazo kupatikane kwa msaada wa kifedha kuweza kuwasaidia hawa ambao wanatatizika kule katika kambi ambazo za watu wamepoteza makao na chakula vile vile. Shirika la chakula duniani pia limezungumzia kuna maeneo ambapo kuna janga la njaa. Kambi pia Zamzam imetajwa. Sasa mkutano kama huu unaweza tu kufanikiwa ikiwa kutakuwa pia na shughuli nzito ya kuweza kuwajibisha wanaohusika katika vita hivi, kuzikuza. Kwa hivyo ikiwa kama watakuja na masharti, waweke labda vikwazo, wawajibishe hawa wapiganaji wawili, vigogo hawa wawili majenerali, hapo kunaweza kuwa kidogo na afueni. Lakini kwa sasa hivi nafikiri labda tuangalie swala moja la wanaoathirika, halafu baadaye swala la amani linaweza kufuatia, nalo pia kidogo litachukua muda mrefu. Naam. Huko Nairobi, Kenya, Bisada, tunaiona kwamba nchi ya Kenya na yenyewe imehimiza vikwazo dhidi ya makundi yenye silaha kupitia kwa waziri wake wa mambo ya nje Musalia Mudavadi, kwa kuzingatia kwamba Kenya ni miongoni mwa nchi zilizohudhuria mkutano huo wa mjini London. Wewe unasemaje? Naam, Waziri Musalia Mudavadi amesisitiza sana haja ya kushughulikia mzozo huu wa kibinadamu unaozidi kuwa mbaya sana nchini Sudan, hasa ukiangalia katika maeneo yaliyo nje ya udhibiti wa jeshi la serikali ya Sudan. Nadhani katika kutafuta njia za kuisaidia Sudan ni lazima pande zinazopigana zikumbushe kuwa suluhu itapatikana kwa mazungumzo na sio kwa mtupa bunduki. Bwana Mutasa, wewe unasemaje? Kwa jumla watu wanazungumzia juu ya uhasama kati ya pande mbili za kijeshi kuwa chanzo kikuu cha mgogoro wa Sudan. Lakini tunajua pia kwamba Sudan ni nchi yenye jamii na dini tofauti, na vile vile pana sababu za kiuchumi. Unasemaje? Mambo hayo yanaweza kuwa ndio yanachangia mgogoro huu usiokauka? Kwanza, Sudan, mimi naweza kusema kwamba tatizo la kidini, la udini, nafikiri hilo haliko. Lakini tatizo kubwa lililopo kwamba kuna ukabila baina ya Waarabu. Kusema Waarabu ni wale watu weupe ambao wengi wanatokea kaskazini mwa Sudan. Sasa unakuta kwamba na hawa weusi ambao wengi utawakuta upande wa magharibi na upande wa kusini.
tayari upande wa kusini mwa Sudani wao wameshajikata. Ndio hawa wenzetu Madinka, Mabor, Manuel, ndio Sudan Kusini ya sasa hivi. Na magharibi pia kuna watu ambao wana matatizo hayo. Sasa hili ndio tatizo kubwa kwamba ukabila upo hapa, na baada ya kwamba ukabila hupo katika Sudani, ukabila uliotopo ndio wa weupe na weusi, na hapo ndipo tatizo moja kubwa linajitokeza sasa hivi kwamba wameingia na wale tunaowaita wafadhili kwa upande mmoja au hawa wa jumuiya ya kimataifa, na wao kuanza kuleta chokochoko au kuzidisha moto katika tatizo lilokuweko Sudan. Sudani ni nchi ambayo imekuwa unaweza kusema kwamba baada ya kupinduliwa Omar Hassan al-Bashir, kidogo walijaribu Burhan Abdul Fattah alijaribu kuleta jumuiya ya kimataifa kuondoa ile picha iliyokuweko, sura iliyokuweko kwamba Sudani ilikuwa ni nchi ya ugaidi. Sudani ilikuwa ni nchi ambayo iliyokuwa kwamba inaleta matatizo, hawana uhusiano mzuri na mataifa ya Ulaya. Nafikiri hilo nalo limekuwa ni moja katika shida ambayo ilileta hizi pande mbili ya Burhan na huyo Mohamed Dagalo, pia nayo ikachangia katika tatizo hilo. Licha hivyo, nadhani Sudan bado chuki haziwezi kuisha baina ya watu hawa wawili, Mohamed Hamdan Dagalo na huyu bwana, mpaka wakae pamoja watu hawa wawili. Wakishindwa kukaa kwenye meza, angalia juzi huo mkutano uliofanyika Uingereza, ushafahamu umefanyika, na baadaye jumuiya ya kimataifa hiyo wamesema kwamba hawezi kuingilia zaidi isipokuwa kutoa misaada. Sasa misaada utaitoa kama watu kule wanaendelea kuuana, bunduki bado inapiga? Panapokuwa bunduki, hata ukileta misaada italiwa na nani zaidi, mama? Kweli kabisa. Lakini hapa tunaweza kukubaliana kwamba mpaka sasa hakuna upande unaoonekana kuwa na uwezo wa kushinda upande mwingine, Mutasa. Hapa tulipo sasa hivi, mji wa Khartoum inasemekana tayari unadhibitiwa na jeshi la Sudan ambalo ndio la Rais Burhan al-Fattah, ushafahamu. Na upande wa Darfur tulipo pia, upande wa Darfur sehemu kubwa inadhibitiwa na jeshi la RSF. Na upande huo wa Darfur utakuta kwamba isipokuwa mji wa Fashar na mji wa Al-Jazira, lakini upande huo ndiko RSF liko. Wanajaribu sasa hivi kuona kwamba wataweza kufanya nini kupata hizi sehemu mbili, mji wa Al-Fashar na Al-Jazira. Wakishachukua sehemu hizo mbili, nadhani hapo Darfur itakuwa sasa haina tena mpango. Hawa jamaa, mimi ninapoona mpango wao sasa hivi ni wa kujaribu kuunda taifa jingine, na huenda tukaamka asubuhi safari moja tukasikia kwamba hawa jamaa wameshadhibiti eneo lote la Darfur, na wao tutapata hadithi nyingine kama iliyokuwa ya Sudan Kusini, kwamba wamejitangazia dola lao, kwa sababu upande wa Chad ambao ndio upo kwenye mpaka na Darfur, inasemekana Umoja wa Falme za Kiarabu ndio wanakupitisha vifaa vya kijeshi na kila kitu kwa upande wa RS. Kwa hivyo pale wamejizatiti sana upande wa Darfur, Bi Mwenyekiti. Sawa kabisa. Najaribu kutafakari, Tumaini Munale, juu ya miito inayotolewa na jamii ya kimataifa kwa pande zinazopigana nchini Sudan. Wahakikishe kuwa serikali ya mpito inakuwepo, serikali hiyo ambayo itahakikisha kuwa utawala wa kiraia unaundwa Sudan. Lakini licha ya yote hayo, vita vimekuwa vikiendelea. Kwa mtazamo wako, nini hasa kinachopaswa kufanywa na ni nani anayepaswa kuzifanya juhudi hizo? Nafikiri kwamba jitihada hizo zinapaswa kufanywa na Umoja wa Mataifa, bila kusahau Umoja wa Afrika, lakini pia hata mataifa mengine kama ambavyo yameweza kujitokeza, mfano taifa kama Uingereza, Ujerumani, bila kusahau mataifa ambayo yanahusika moja kwa moja kwenye ile vita kama alivyosema ndugu Omar Mutasa. Kuna mataifa ambayo wananufaika moja kwa moja kupitia mgogoro huo. Kwa sababu tukiangalia upande wa Abdel Fattah Burhan, kuna nchi kama Misri, kuna nchi kama Urusi, kuna nchi kama Qatar ambazo zinasaidia upande wa jeshi la serikali ya Sudani. Lakini msingi wako sahihi, kwa sababu hilo ndio jeshi ambalo linatambulika kisheria. Lakini pia kuna upande wa pili wa nchi ambazo zinasaidia jeshi la Rapid Support Force, mfano Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE. Lakini pia kuna nchi kama Chadi, kama alivyosema mwenzangu
kuna Libya. Sasa haya mataifa yanayosaidia hawa waasi, hawa wanamgambo wa RSF, hawa waasi, nafikiri kwamba hizi nchi zinatakiwa pia kuonywa, ama sio tu kuonywa, labda wawekewe pia hata vikwazo ili waache kuingiza silaha ndani ya Sudani, kwa sababu ukweli ni kwamba wanamgambo hawa wa RSF wana silaha kubwa, wana silaha nzito, wana drones, wanashusha mabomu. Kifuatilia vyombo vya habari, nilikuwa nafuatilia gazeti la Sudan Tribune, wanashusha silaha za hatari ambazo unakuta kwamba hata jeshi la serikali lenyewe saa nyingine wanazidiwa kwenye baadhi ya maeneo. Na kwa sababu unakuta kwamba eneo kama la Darfur bado RSF wamelikamata. Lakini hizo nguvu wanazitoa wapi? Ni kwenye mataifa haya ambayo nimeyataja. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba jumuiya za kimataifa, nadhani kwa wao tu kufanya kikao kama hicho ambacho kimefanyika hivi karibuni hapo London, nafikiri kwamba ilikuwa haitoshi. Nikichukua kauli ya huyu aliyekuwa waziri mkuu wa Sudani baada ya Omar al-Bashir, Abdalla Hamdok, hivi majuzi amekadiriwa akisema kwamba suluhisho pekee la vita ya Sudani ni msaada mkubwa wa kijeshi wa kuzuia mapigano na hasa anayetakiwa kuzuiwa ni RSF, kwa sababu wale ndio wanavunja sheria za kimataifa, wale ndio hawatambuliki. Wamegawa nchi, wamechukua sasa hivi karibia 20% ya Sudani, kitu ambacho ni makosa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Lakini kwa bahati mbaya Sudani inazidi kuangamia. Umoja wa Mataifa unatazama, kama ambavyo tulishuhudia mauaji ya kimbali ya Rwanda mwaka 1994 ambao tunakumbuka ni mpaka Wanyarwanda wenyewe ndio walikuja wakatatua kupitia Paul Kagame. Kwa hivyo kama ulivyoniuliza mama Zainab, ni kwamba suluhisho pia la hapa, mimi nafikiri kwa sababu kwa sasa hivi jumuiya za kimataifa bado hazijatoa maazimio ya kupeleka silaha ama kupeleka jeshi Sudani la kwenda kusaidia jeshi la serikali kuwazima hawa RSF, basi nadhani kutakuwa na kazi ya ziada, kwa sababu RSF nao bado wana nguvu kubwa kiasi kwamba pamoja na kwamba jeshi la serikali bado wanashikilia maeneo mengi, lakini kusema kweli itakuwa ni vigumu kuwashinda RSF, kwa sababu tayari RSF wameshakuwepo kipindi kirefu tangu utawala wa Omar al-Bashir, na wana uzoefu eneo la Darfur wamekuwepo tangu kipindi hicho Janjaweed. Kwa hiyo lakini pia wana network, wana mawasiliano hadi katika ndani ya usalama wa serikali ya Sudan na ndani ya jeshi la Sudan. Mimi labda wana uzoefu na wamekuwepo kipindi kirefu. Mimi labda wataalamu mnisaidie hapa kwa faida yangu na faida ya msikilizaji. Inawezekana kuwa mgogoro wa Sudan umesahaulika? Ni kweli mgogoro huu umesahaulika? Bisada, unasemaje? Sidhani kama mgogoro huu umesahaulika. Ninachoweza kusema labda umegubikwa na matukio kadhaa ya dunia. Mfano kama vipaumbele vya jumuiya ya kimataifa vinakuwa vinawekwa mbele katika masuala mengine na kadhalika. Ukiangalia katika kipindi cha miaka 3 iliyopita, jumuiya ya kimataifa imeshuhudia migogoro katika Mashariki ya Kati, vita vya nchini Ukraine na vile vile yanayotokea nchini Marekani. Hivi yote vinakuwa yanachukua sehemu fulani katika vipaumbele vya jumuiya ya kimataifa. Kwa hivyo juhudi zaidi zinahitajika hasa kutoka Afrika ili kutatua mgogoro nchini Sudan. Kwa mtazamo wangu mimi, labda sisi Afrika ukiangalia tuna uwezo mkubwa, lakini kivyote vile hatujasahau mgogoro wa Sudan. Bi Mariam, naomba nikurudishe basi wewe kwenye mkutano wa mjini London. Mkutano huo haukuzishirikisha pande zinazopigana nchini Sudan, yaani upande wa jeshi la serikali na vikosi vya RSF. Unaona hatua hiyo ilikuwa sawa? Yaani kutokuzialika pande hizo ambazo ndio wahusika wakuu. Unajua, kwa muda mrefu pande hizi mbili zimekuwa zikizozana sana, hasa katika masuala ya mikutano. Lakini nafikiri jumuiya ya kimataifa kwa wakati huu, ninavyoona mimi na nilivyoangalia kwamba ni nini wamekipa kama kipaumbele, nafikiri wao waliangalia sana janga la kibinadamu zaidi, lakini wakakosea kwamba hili janga linasababishwa na kina nani. Hawa wawili ni mchafu wachafuliwi, lakini wanaweza pia wakahusishwa kidogo, kwa sababu katika kuhusishwa kwao wataona kukemewa waziwazi, na huenda labda wakajaribu kurekebika na pia kuweza kuona kama wanaweza kuzingatia masharti kidogo watakaoambiwa. Hapa kidogo naona ingebidi wahusishwe, lakini nafikiri kwa kutokana na hali ilivyo sasa na mambo mengi ambayo wamehusishwa nayo ya kukiuka sheria za kibinadamu, kuwaua watu na vile vile pia kutoheshimu mashirika ya misaada ambayo yanapeleka misaada kule kuwasaidia watu, unakuta kwamba nafikiri hiyo kidogo imewafunga macho, lakini ingekuwa ni muhimu pia nao wakahusishwa.
na ingekuwa kama labda wanaona hawafai kabisa kuhusishwa, basi ni vizuri wangetoka na kauli nzito kama hata ya masharti ama vile ya kuweza kufanya hawa watu wakashtakiwa mahakamani, kitu kama hicho kikaonekana waziwazi. Kwa sasa hivi nafikiri kidogo hapo kulikuwa na dosari, licha ya kwamba huu ndio mkutano ambao labda tuseme umeonyesha msukumo mkubwa. Labda mikutano itakayofuata wanaweza wakahusishwa, na itakuwa ni muhimu sana kuhusishwa na wao kukemewa, pande zote kukemewa kwa pamoja. Kwa sababu shida yote tunajua imeanzia wapi. Wote wanang'ang'ania pia mamlaka, kila mtu ana maslahi yake anaangalia, na kila mmoja wao anaogopa kuondoka mamlakani, manake huenda akajikuta yuko katika matatizo na mkono wa sheria. Kwako Bwana Mutasa, maoni yako ni yapi kutokualikwa pande hizi mbili za Sudan kwenye mkutano wa mjini London? Athari yake ni nini hasa? Tayari athari ipo, Bi Mwenyekiti, kwa sababu hawa walioitisha mkutano London haimaanishi kwamba wao walikuwa na uwezo wa kusimamisha haya matatizo. Athari yake ipo na bado inaendelea kuwepo, kwa sababu moja, kwamba huyu Abdel Fattah al-Burhan, hii ndio kiongozi wa Sudan, lakini tatizo, huyu aliyokuwa naibu wake naye ni mwanajeshi. Nitakupa mfano mmoja. Wakati wa Omar Hassan al-Bashir alipokuwa rais, alikuwa na mtu akiitwa Hassan Mohamed al-Turabi. Huyu alikuwa naye na nguvu kama alivyo Mohamed Hamdan Dagalo sasa hivi, lakini mwisho wake Omar Hassan al-Bashir alitaka, inasemekana, kumpindua, kwa sababu alikuwa kila jambo Omar Hassan al-Bashir akimuuliza Hassan Turabi, akafikwa kuitwa Iron Man, ushafahamu. Na sasa hivi huyu Mohamed Dagalo alipokuwa ndio kiongozi wa kundi la Janjaweed lililokuwa Darfur katika miaka 2003, akaja kuibuka kwamba mpaka akapewa kuwa naibu wa Rais Burhan al-Fattah, kwamba yeye alikuwa tayari ashajijenga kijeshi. Hili ndio tatizo moja kubwa ambalo sasa hivi Burhan ameshindwa kumuondoa huyu jamaa. Kwa sababu hiyo, lao akipata nafasi ya kumdhibiti huyu jamaa, aidha atamweka ndani au anachojaribu huyu bwana afuruke, atoke katika Sudan, ili iwe kwamba tatizo limekwisha. Kwa hivyo athari bado ipo kubwa, na sidhani kama jumuiya ya kimataifa, sasa ninazungumzia IGAD na Umoja wa Afrika, ambao hawa wamekuwa siku zote wako katika mstari wa mbele katika swala hili. Tusisahau Sudan ilijiondoa katika IGAD kutokana na tatizo hili. Hivi karibuni tumeona jambo ambalo wengi hatukutarajia, kwamba RSF, Damu Sari inavyoitwa kwa Kiarabu, kwenda kufanya mkutano Nairobi na kutangaza kwamba wanaunda serikali yao. Sasa kuna tatizo hapa, Bi Mwenyekiti, kwamba hizi nchi za IGAD, ambapo Kenya yumo katika IGAD, badili ya kuwaita wengine IGAD, jamani njoni tukae na hawa jamaa, wanasema kwamba wanataka kufanya nini? Kuunda serikali yao. Mtaunda vipi serikali kama ipo serikali iliyopo madarakani sasa hivi? Haya yote matatizo yanaonyesha wazi kwamba hata baadhi ya hizi nchi za IGAD nazo zina pande, unaona, zimo katika mzozo huu kwa maslahi yao. Bi Mwenyekiti, athari bado ipo, na hii athari huwezi kuijua mpaka ikutoe jicho, na hilo jicho mmoja katika wao huenda akamtoa jicho, ndipo athari nadhani itakapo sita. Sawa kabisa. Omar Mutasa, ni kugeukie Tumaini Munale. Mutasa ametaja hapo Umoja wa Afrika. We unaonaje? Umoja wa Afrika umeshajaribu vya kutosha? Asante Mama Zainabu. Umoja wa Afrika umejitahidi vya kutosha, lakini tatizo la Umoja wa Afrika ni kwamba Umoja wa Afrika wenyewe kwanza umegawanyika, kama ambavyo tunazungumza mara nyingi kwamba Umoja wa Afrika unahitaji michango ya nchi wanachama. Umoja wa Afrika unahitaji kujitoa kwa nchi wanachama kwa majeshi yake, lakini pia Umoja wa Afrika unategemea hizi jumuiya za ukanda. Kwa hiyo ufanisi wa jumuiya za ukanda ndio ufanisi wa Umoja wa Afrika. Sasa ameeleza vile hapo mzee wangu Omar Mutasa kwamba kwa bahati mbaya Sudani walijitoa kwenye jumuiya ya IGAD, lakini pia wameondolewa pia kwenye Umoja wa Afrika kwa sababu ya kukosekana kwa utawala bora. Kwa hiyo sasa wanabaki ni nchi ambayo wamejitenga. Lakini kwa bahati mbaya, changamoto kubwa tulio nayo katika jumuiya zetu za ukanda zimekumbwa na maslahi binafsi ya nchi. Leo kwa mfano hapa Tanzania tuko jumuiya ya SADC, na tayari tumeshapata taarifa kwamba nchi ya Malawi pamoja na Afrika Kusini wamezuia bidhaa za kilimo za kutoka Tanzania kwenda Malawi na Afrika Kusini.
na wakati wote Tanzania mwenyewe kupitia waziri wake wa kilimo Basha ametoa maelezo kwamba fikia hiyo tarehe kama watakuwa hawajaruhusu, na Tanzania pia itazuia kuingia kwa mazao ya kutoka Afrika Kusini na Malawi. Hizi ni nchi ambazo ziko jumuiya moja, jumuiya ya SADC. Kwa ni mfano ambao nimeutoa kuona namna gani ambavyo nchi zinaweza kuwa ndani ya jumuiya moja, lakini bado zile nchi zina vita za kiuchumi, bado zile nchi zina vita ya kimaslahi. Na ndio tumefika hapa sasa. Tumesikia hata aliyekuwa makamu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua akimwaga shutuma nzito kwa Rais Ruto kwamba yeye ananufaika na mgogoro unaoendelea Sudan, kwamba anachangia pia katika kumsaidia Dagalo wa kikundi cha RSF. Kwa hiyo jumuiya hizi zimeshindwa kusaidia Sudani kwa sababu hiyo, kwamba kuna maslahi. Lakini pia shida kubwa ambacho mimi naiona ni kwamba ile tatizo la ubaguzi wa rangi kati ya Waarabu na weusi, nafikiri ndio tatizo ambalo pia linafanya hata Hamdan Dagalo apate nguvu ya msaada anaoupata kwenye eneo lake analolithibiti, eneo la Darfur, kwamba nguvu ya Dagalo inatokana na haya makabila yaliyoko kule. Kwa hiyo ana nguvu anaosaidiwa na wananchi wa kawaida kule, kitu ambacho kinafanya sasa upande wa jeshi la serikali ya Sudani kukosa ile ushawishi wa kisiasa wa kuwepo katika eneo lile. Na sasa nafikiri kwamba katika kutafuta mwafaka wa hilo jambo, nafikiri kwamba itakuwa tu kuwakalisha chini hawa mabwana wawili hawa, kutokana na ushawishi ambao wamekuwa nao. Nadhani inatakiwa pia pale kuwakutanisha, kufanya mazungumzo na kuunda serikali ya umoja wa kitaifa ama serikali ya mseto ambayo itashirikisha pande zote mbili, kwa sababu hofu ya watu wa Darfur ni kwamba migodi ya madini iliyopo katika eneo lao na mafuta yatanufaisha watu waliopo upande wa kaskazini ambao ni Waarabu, ambao wanawabagua hawa watu waliopo eneo la Darfur, na wao viongozi wanaoamini ndio pamoja na huyo Hamdan Dagalo. Bila kuunganisha hizi pande zote mbili, bado mgogoro huu utaendelea na bado nchi za nje zitazidi kunufaika, kwa sababu wanapokea wananunua madini kupitia mgogoro huo, wanauza silaha. Kwa hiyo itaendelea, kwa sababu dunia leo, Mama Zainabu, iko kimaslahi. Tumeona hata Marekani yeye mwenyewe anaweka masharti katika vita inayoendelea kati ya Ukraine na Urusi. Kuisaidia Ukraine anataka alipwe, kusaidia kuondoa vita vya Kongo anataka apewe madini. Kwa hiyo ina maana kwamba dunia leo tumekuwa na tatizo hilo, kwamba nchi nyingi zinaenda kwa kufata maslahi ya kibinafsi kwanza ya mataifa yao, lakini hazitangulizi mbele amani ama kutafuta utatuzi wa migogoro. Hilo ndio tatizo ambalo litaendelea kuendelea mbele hapo Sudani. Bisada anasema Tumaini Munale, dunia ya leo imekaa kimaslahi zaidi. Kenya imejaribu kusuluhisha mgogoro wa Sudan, lakini kwa bahati mbaya juhudi zake zimeonekana kana kwamba zinaupendelea upande mmoja, kutokana na kumwalika kiongozi wa vikosi vya RSF Mohamed Hamdan Dagalo, na hatua hiyo imesababisha kwa kweli mkwaruzano kati ya Kenya na serikali ya Sudan. Ni kweli kwamba kiongozi wa vikosi vya RSF Mohamed Hamdan Dagalo alikuwepo nchini Kenya hivi karibuni na alifanya mazungumzo na Rais William Ruto. Labda mazungumzo hayo hayakufanyika wakati mwafaka. Mohamed Hamdan alitia saini hati juu ya kuanzishwa kwa serikali sambamba nchini Sudan. Hatua hiyo imechochea sana mvutano kati ya Kenya na upande wa jeshi la serikali ya Sudan unaongozwa na Jenerali Burhan. Lakini pamoja na hayo, inafaa kukumbuka kwamba Kenya imehusika pakubwa katika juhudi za kuleta suluhisho nchini Sudan. Kenya pia imesuluhisha migogoro kadhaa ya kikanda. Kwa kweli sijui mpango wa kutia saini hati juu ya kuunda serikali sambamba nchini Sudan una malengo gani, lakini pengine huenda katika siku za usoni hilo likasuluhisho. Mutasa, nikikugeukia wewe, unadhani bado hilo litakuwa suluhisho, kuzigawanya pande hizi mbili? Sio suluhisho pande hizi mbili kuzigawanya. Suluhisho ni iwe pande moja, kwamba hawa mapande mawili yanaweza kuungana liwe ndio pande moja, yani iwe ndio serikali moja. Ukisema mapande mawili, ndio hapo tutaendelea kuvutana makoo, tutaendelea kupigana masasi, kwa sababu kila upande utaona kwamba ndio jabari kuliko mwingine. Isipokuwa hali ilikuwepo ni hizi pande mbili kuzileta pamoja ili waweze kukaa kwenye meza moja, waweze kukubaliana. Kuna swali jingine hapa kwamba sasa hivi unaona kwamba serikali ya Sudan inapigana na huyu jamaa. Tusisahau katika Sudani kulikuweko makundi karibu 12 ambayo yalikuwa yakipiga vita serikali ya Sudan. Na mwaka 2020 walikwenda mjini Juba
wakasaini mkataba wa pamoja, ushafahamu kwamba vita vimekwisha, na yale makundi, isipokuwa kuna watu wawili ambao wao Mohamed Nur, Abdurrahman Nur na mwingine nimemsahau, wao walikataa makubaliano haya. Sasa makubaliano haya yamekuja kuwaleta pamoja, lakini sasa na wao wenyewe katika makundi hayo 12, 11 wamegawanyika mapande. Ndio namuona leo Malika Hagar ambaye alikuwa ni katika kundi la kuipiganisha serikali, yeye ndio makamu rais wa sasa hivi, na Abdallah Hamdok sasa hivi tunasikia yeye kenda zake yuko uhamishoni, wengine wanasema yuko Imarati, yuko Abu Dhabi, sijui yuko Dubai. Alafu pia na walikuwa na Malika Hagar wengine kina Yasir Arman, na wao pia wamegawanyika na Malika Hagar. Yani sasa tatizo liko hapo kwamba watu hawa au makundi haya yamegawanyika vibaya kwa sababu ya maslahi. Hilo ndio tatizo kubwa. Jeshi la Umoja wa Afrika liliundwa mwaka 2014 nchini Afrika ya Kusini, na nilikuwa wakati jeshi hilo likiundwa, wakasema kwamba litaingilia kila mzozo wa Afrika kuona kwamba linaweza kutuliza kilichokuwepo, lakini tumeona mizozo imezidi tu badili ya kupungua, na kila mizozo ikijitokeza maisha ya watu yanateketea sana kuliko ile kuzuia. Kwa hivyo hatujui Bi Mwenyekiti, hili tatizo litaishia wapi kwa hakika. Bi Mariam, wataalamu wenzako hapo wamezitaja nchi za nje katika kujiingiza katika mgogoro huo wa Sudan. Nchi zilizotajwa hapo ni kama Saudi Arabia, Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu. Ni wazi kwamba nchi hizo zimekanusha, lakini mkutano wa mjini London umeonyesha kwamba baadhi ya nchi za nje zimejitokeza kuwa na maslahi nchini Sudan, na wataalamu wenzako hapo wamesema, na mpaka kufikia Sudan kuitaka mahakama ya kimataifa ya mjini The Hague ifungue mashtaka dhidi ya Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kile inachodai kuwa nchi hiyo ya Kiarabu inakiuka sheria ya kimataifa kwa kuviunga mkono vikosi vya RSF vinavyofanya mauaji ya kimbari katika jimbo la Darfur. Unaonaje? Hiyo ni hatua sahihi? Kwa kweli ni hatua sahihi kutokana na kile kinachoendelea, na Burhani kama kiongozi bila shaka atataka kuona hakuna matatizo makubwa, lakini pana tatizo kubwa hapa kwa sababu licha ya wao kutia saini, nchi zote kutia saini ule mkataba wa kujiepusha na mauaji, ilikuwa inaitwa Genocide Convention, unakuta kwamba palikuwa na kipengee kimoja ambacho kinaruhusu nchi kukataa kukubaliana na mahakama kuweza kufanya maamuzi kuhusu kesi zozote ambazo zitakuwa zinahusiana na mauaji ya kimbari. Sasa milki za Kiarabu iliweka hicho kipengee. Sasa kwa kifupi, inavyoonekana ni kwamba kuna uwezekano mkubwa sana hata hii kesi ikiendelea, huenda mahakama hiyo ya kimataifa ikaifutilia mbali baadaye, kwa sababu itakuwa haina uwezo wa kufanya maamuzi yoyote. Na hapo ni kama UAE ilikuwa imefikiria mapema, manake mkataba huu uliwekwa katika mwaka 2005 na mpaka sasa hivi bado upo hai. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa juhudi za Bwana Burhan katika swala hili zima huenda zisifue dafu kwa sababu ya swala hilo. Lakini kwa kifupi ni kwamba ni hatua ilikuwa si mbaya, kwa sababu inaweza ikasaidia na pia ikawa funzo kwa mataifa mengine, lakini vile vile ni hatua, kuna uwezekano mkubwa, nafikiri hata 90% hii kesi ikatupiliwa mbali ikiwa kama itaendelea. Vita hivi vya nchini Sudan vinatoa mfano gani kwa nchi nyingine za Afrika? Kipi kifanyike kuiokoa Sudan? Tumaini Munale. Cha kufanyika ni jumuiya za kimataifa, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, kuchukua hatua za kupeleka jeshi Sudani, kusaidia jeshi la serikali ili kuweza kuwadhibiti hawa RSF ambao kimsingi kwa mujibu wa sheria za kimataifa hawa ndio wanagawa nchi, kwa sababu hawa ndio hawatakiwi kuwapo. Inatakiwa nchi iwe na jeshi moja la Sudan Armed Force. Lakini pia kingine ambacho kinatakiwa hapo cha kujifunza labda kwa mataifa mengine sasa ni kwamba mataifa mengine lazima wajifunze kujenga misingi ya utawala bora ili kuzuia maafa yanayoweza kujitokeza kwa baadaye, kwa sababu usipojenga misingi mizuri ya utawala bora mwanzoni, unaweza ukajikuta kwamba nchi imeendelea vizuri kiuchumi, lakini baadaye ikaja ikavurugika sana, kama tunavyoona leo Sudani. Kwa kweli inasikitisha, ukiangalia kiuchumi nchi imerudi nyuma, thamani ya pesa imeshuka, lakini mashule yamefungwa, miundombinu imeharibiwa, kila siku hospitali yanalipuliwa mabomu.
Kwa hiyo yale maendeleo ambayo Sudani ilikuwa nao zamani, leo hii yamerudi yote nyuma. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya viongozi waliokuwepo hawakuweka kipaumbele katika kuimarisha taasisi ambazo, kwa mfano, walipaswa kwanza kuweka katiba bora, katiba nzuri. Katiba ndio msingi wa uwepo wa utawala bora, katiba ambayo inashirikisha pande zote, lakini pia kuwepo kwa bunge ambalo linashirikisha pande zote, lakini pia kuwepo na mahakama ambayo ni huru kwa ajili ya kutenda haki. Sasa badala yake wakawa wameruhusu kikundi kidogo kuendesha serikali ambao tunaita state capture, ambalo sasa hivi ni tatizo kubwa sana katika nchi za Kiafrika. Kwa hiyo tupate fundisho kwa Sudani kwamba haya yanayoendelea Sudani leo, nchi zingine za Afrika pia zijifunze. Asante sana. Kwako Bi Mariam Omar. Hili ni swala ambalo ni kubwa na limeenea katika Afrika nzima. Tukiangalia DRC, Sudan Kusini na sasa hii Sudan na kwingineko, ni swala ambalo mataifa ya Afrika yanafaa yajifunze kwa sana, kwa sababu tamaa na watu kutojipanga. Hawa jamaa kama wangejipanga tangu mwanzo, kabla hata ya mapinduzi ya Omar al-Bashir, mambo yangekuwa vizuri, lakini walifanya mambo kwa pupa, na baada ya hapo wakakuta kama wameelemewa. Na kikubwa zaidi, tamaa. Afrika watu wengi wana tamaa sana ya uongozi. Na kwa nini wanakuwa na uoga wa kuondoka? Manake ile tamaa inawapelekea wao kufanya mambo mabaya. Kama sasa hivi tukiangalia huyu Hemedi amekuwa tajiri sasa hivi, ana migodi yake ya dhahabu, unaona. Kwa hivyo wanaangalia maslahi yao, wanasahau watu waliowaweka pale, alafu unakuta kidogo vurugu inakuwa kubwa zaidi, na unakuta hakuna mtu anaweza kuwasaidia wale ambao wanaumia, wakati fahali wawili wakipigana, zinazoumia ni nyasi. Kwa hivyo inatakiwa kabisa watu waangalie ni watu wanaelekea, ni nani viongozi wao, na ikiwezekana watu hawa wawili ikiwa wataondolewa katika nyadhifa walizo nazo hivi wanazozishika rasmi na zisizo rasmi, itawapa nafasi watu wengine ambao watakuwa na maono tofauti kuweza kuleta angaa amani katika nchi. Na vile vile Umoja wa Afrika unafaa uwajibishwe, umoja wa kimataifa pia nao uwajibishwe, na ionekane kwamba hili si swala tu la Sudan, ni swala la nchi nyingi ambazo zimejiingiza kando kando kwa manufaa yao wenyewe. Kwa hiyo nafikiri ni tatizo nyeti hapa. Hapa tunamwangalia pweza ambaye ana mikono mingi na kichwa kimoja. Itakuwa vigumu sana kuweza kumhimili. Saada Mohamed Omar, unasemaje? Kipi kifanyike? Njia bora pekee ni ya kutatua matatizo ni kufanya mazungumzo. Sudan ukiangalia ilikuwa katika njia nzuri ya kuelekea kwenye utawala wa kidemokrasia. Baada ya mazungumzo kufanyika kati ya wanajeshi na wawakilishi wa asasi za kiraia, naona Sudan imerudi nyuma sana kiuchumi kutokana na vita. Na kwa sababu ni nchi yenye tofauti za kikabila, suluhisho la haraka linahitajika, hata ikiwa kwa kugawana maeneo, mradi amani ipatikane. Haya ni maoni yangu na pia ni utabiri wangu. Asante sana. Tumalizie mjadala Bwana Omar Mutasa. Rais Burhan al-Fatah alipompindua Omar al-Bashir alitia muda kwamba wataingia kwenye uchaguzi, ushafahamu, na ilipofika muda sijui wa miaka 2-3 akamtimua Abdallah Hamdok, ikawa hamna tena swala la uchaguzi. Na hii ilikuwa yeye pamoja na Mohamed Hamdan Daglo walikuwa pamoja. Sasa hapa utawala bora umekosekana, na sasa jumuiya ya kimataifa imeona kwamba kweli Burhan al-Fatah alivunja ule mkataba wa kuweka uchaguzi. Sasa leo tatizo lililopo hapa ndani ya Sudan, nadhani inabidi kama kuna jeshi la Afrika liweze kuingia kati, kuweza kuwaondoa wale ambao sasa hivi wanaojulikana kwamba ndio wanaosumbua hii serikali. Hilo ndio tatizo moja kubwa, lakini sidhani kama kuna njia isipokuwa wao wakae katika meza ya mazungumzo, na sijui nani atakayewaweka kwenye meza ya mazungumzo ikiwa jumuiya ya Waarabu wenyewe sasa hivi bado wameshindwa. Misri ipo, Saudi Arabia ipo, na tunajua Saudi Arabia pia nao wamo wanaisaidia serikali ya Burhan al-Fatah. Kwa hivyo hili swala nafikiri jumuiya ya kimataifa walibadili mjuga kwa pamoja, na hasa Waarabu ikiwa itawezekana na AU, hizi pande mbili wakae chini waone namna wanaweza kutatua swala hili. Naam, msikilizaji, nami mpaka hapo ndio naifunga meza hii ya duara. Napenda kuwashukuru wataalamu wetu, Omar Mutasa kutoka Kampala, Uganda, Bi Mariam Omar ukiwa jijini London, Uingereza, kutoka Shinyanga, Tanzania, na kushukuru Tumaini Munale, na vile vile Bi Saada Mohamed Omar ukiwa Nairobi, Kenya, na bila kukusahau wewe msikilizaji. Asante sana kwa kuwa nasi. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa meza hii ya duara leo hii. Jina langu ni Zainab Aziz, na kutoka hapa DW Bonn na kuaga kwa heri.